Wewe unasema kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki. Sasa huyo Yesu atakaye shuka na mwaliko wa malaika na sauti kuu ya parapanda, atawatuma malaika wakawakusanye wateule wake. Wateule hao wametoka wapi wakati walishanyakuliwa kabla ya dhiki? Na Biblia inasema mara baada ya dhiki. Lielewe hili andiko. Hili andiko linaonyesha wazi kabisa kwamba kanisa litapita kwenye dhiki. Ushinde ubaya kwa wema, utakatifu mashakani. Mara baada ya kutoa klipu inaonyesha kwamba kanisa litaingia kwenye dhiki kuu, kanisa halitanyakuliwa kabla ya dhiki kuu, nimeona wamemiminika watu wengi, wamemiminika wanathiolojia na watu kadha wakaza kupinga na kusema kwamba acha kudanganya watu, kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu. Mimi naendelea kutetea msimamo wangu, hata kama nimetoa hoja kadha wa kadha, nimekuletea watu ambao wanaongea ukweli kwamba kanisa litaingia kwenye dhiki kuu. Kanisa halitanyakuliwa kabla ya dhiki kuu, litanyakuliwa baada ya dhiki kuu. Nikakusomea katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura 24 na ule mstari wa 29, anasema lakini mara baada ya dhiki ya siku zile. Yani nikasimama hapo nikataka ujue Biblia inaongea nini, kwamba mara baada ya dhiki. Baada haisemi kabla ya dhiki. Biblia hapa haisemi mara kabla, haisemi kabla ya dhiki kuu, inasema mara baada ya dhiki ya siku ile. Mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautaona mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake. Mara baada ya dhiki, manake wateule walikuwepo, kanisa lilikuwepo, liliingia kwenye dhiki ile. Ndio maana Biblia inasema mara baada ya dhiki ya siku zile, ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu akija sasa na parapanda na sauti kuu ya parapanda, na malaika atawatuma malaika kwenda kuwakusanya. Mstari wa 31 anasema naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Sasa wewe unabisha nini? Maneno haya aliyoongea ni Yesu mwenyewe, anawaambia wanafunzi, anasema baada ya dhiki. Wewe ni nani unayesema kwamba kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu? Ukimwona mtu anasema kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu, ujue uhai wake una thamani kuliko haki ya Mungu, kuliko kweli ya Mungu. Ni watu ambao hawako tayari kufa kwa ajili ya haki, hawako tayari kufa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ndo wale watu ambao unawaona watu wanauawa, yeye haongei chochote, amejificha, ameenda kujifungia ndani, anaomba Mungu aweze kuepusha mauaji haya. Manake akiwaona watu ambao wanapinga na kukemea uuaji, mfano Tanzania tunavyopinga na kukemea utekaji, usidhani ni kitu chepesi.
Usidhani hatuwaoni watu wanaotekwa, waliokuwa wanaongea na kupinga uuaji na utekaji wa utawala dhalimu. Usidhani hatuwaoni watu hao wanavyotekwa. Kijana mmoja amechoma picha ya rais akapotezwa kwa namna ngumu sana. Usidhani kwamba watu hao hatuwaoni, hatujui kwamba na sisi haliwezi likatukuta kama lile, lakini tunaona uhai hauna maana ikiwa haki ya Mungu haitatangazwa, haitaongelewa, ikiwa kweli ya Mungu haitatangazwa na kuhubiriwa. Sasa wengi wanaongea hivyo ni kwa sababu uhai wao una thamani kuliko haki ya Mungu. Kwa wanazidi kudanganya watu wasijue kwamba huku mbele njia imepita kwenye moto. Dhahabu ili iweze kung'aa zaidi na kuonekana ni dhahabu, lazima ipitishwe kwenye moto. Yesu alitoa huo mfano akasema, na nyie lazima mpite kule ili muweze kusafishwa, ili muweze kusafishwa na kuthibitishwa kwamba nyie ndio ambao mtaurithi uzima wa milele, kwa sababu mmepita katika moto. Sasa nikuulize swali lililo rahisi, wewe ambaye unakataa na umejaa maandiko mengi ya theolojia, unasema kwamba kanisa halitaingia kwenye dhiki kuu, kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu. Nataka nikuulize wewe, Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba bila kupita kwake. Maana ya andiko hilo ni kwamba, yaani hakuna mtu atakayemuona Mungu asipopitia yale aliyoyapitia Yesu, asipopita ile njia aliyoipita Yesu. Yesu aliuawa kwa ajili ya kupinga udhalimu, kwa ajili ya kupinga mabaya. Hakukaa kimya, hakunyamaza. Yesu ndo mwanzilishi wa imani, alipita hapo. Wanafunzi aliowaachia lile kusudi walipita hapo. Wewe ni nani ambaye unataka usipite kwenye hiyo dhiki? Yesu alipitia dhiki, mitume na manabii walipitia dhiki, makuhani walipitia dhiki, na watu wengi kadha wa kadha ambao walikwenda kinyume na dunia, walikwenda kinyume na ulimwengu huu, walipita kwenye dhiki ile, wakatokezea kule. Biblia inasema katika Waebrania sura ya 11, anasema hawakukubali ukombozi, hawakukubali kujiokoa kwenye ile hatari waliokuwa naipitia, ili waweze kufika kule walikotakiwa kufika, ili waweze kulitimiza kusudi la Mungu duniani. Yesu hakukubali kujiponya maisha yake. Aliona ni bora apite kwenye dhiki, ikiwa ndo njia imepita hapo, ili aweze kuukomboa ulimwengu. Yesu hakukubali ukombozi ili aweze kulifikia lile kusudi. Sasa wewe mtu wa Mungu, wewe ni nani? Hayo maandiko unayatoa wapi yanayosema kwamba kanisa halitapita kwenye dhiki kuu? Ukiangalia toka mwanzo wa kanisa limekuwa likipita kwenye dhiki kuu mpaka sasa hivi kanisa linapita kwenye dhiki. Toka mwanzo wa kanisa limekuwa likipitia dhiki za kila namna mpaka sasa kanisa bado linapita kwenye dhiki. Wewe unayatoa maandiko wapi yanayokuambia kwamba kanisa halitapita kwenye dhiki kuu, litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu? Wewe ni nani? Unayatoa hayo maandiko wapi na yanakuthibitishia wapi? Unajua, usije ukawa unafananisha dhiki kuu na hukumu ya Mungu. Tofautisha kati ya dhiki kuu na hukumu ya Mungu. Dhiki kuu manake inajumlisha mateso kwa dunia yote. Huko nyuma huenda alikuwa anatokea mateso ya watu wa Mungu
eneo fulani waliosimama na kweli ya Mungu wanapitia, wanateswa. Kama ilivyo Tanzania, watu wa Mungu hawakubaliani na udhalimu na utekaji, wanapitia dhiki hiyo, wanapitia mateso hayo, wanakubali kuingia kwenye mateso hayo ili tu haki iweze kusimama. Sasa kama baada ya dhiki zile Yesu anakuja kuwakusanya wateule wapi tena, wakati walishanyakuliwa kabla ya dhiki? Wewe unasema kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki. Sasa huyo Yesu atakaye shuka na mwaliko wa malaika na sauti kuu ya parapanda, atawatuma malaika wakawakusanye wateule wake. Wateule hao wametoka wapi wakati walishanyakuliwa kabla ya dhiki? Na Biblia inasema mara baada ya dhiki. Mtu wa Mungu, usiwe mgumu kuelewa, usiwe unakalilishwa ulichokalilishwa ndo unataka kiwe hivyo. Lielewe hili andiko. Hili andiko linaonesha wazi kabisa kwamba kanisa litapita kwenye dhiki. Lakini kuna watu bado tunaendelea kuongea, sio kwamba hatuwaoni watu wanaotekwa, wanaouawa, ambao walikuwa wanatetea haki, walikuwa wanapinga uovu, walikuwa wanapinga uuaji, wanapinga udhalimu, wametekwa, wameuawa. Sio kwamba ile ni message ilikuwa inatumwa kwetu kwamba na wewe ukiongea hivyo tutakufanya kama wale, lakini hatuachi, kwa sababu tunaona kweli ya Mungu, ushuhuda wa Mungu una nguvu kuliko uhai wangu, ni bora kuliko maisha yangu. Hicho ndicho ninachoishi kwacho. Sasa wewe unayesema kwamba kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu, huo ufahamu na hiyo elimu unaitoa wapi? Wapi ilipoandikwa kwamba kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu? Mathayo anakuambia kabisa hapa, Yesu anaongea katika Mathayo kwamba mara baada ya dhiki ya siku zile ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu. Atawatuma malaika sasa waje wawachukue wateule baada ya dhiki. Wewe wapi palipoandikwa kabla ya dhiki kanisa litaondoka? Kanisa linachukuliwa katikati ya dhiki, watu wamesimama na ushuhuda wao, mawimbi yanapigwa. Wewe maandiko unayatoa wapi yanaonyesha kwamba kanisa litanyakuliwa kabla ya dhiki kuu, halitaingia kwenye dhiki kuu? Wewe unayatoa wapi maandiko hayo? Mungu akusaidie kuelewa haya maneno ambayo Roho wa Mungu anasema na wanadamu.